Bwana, wakati mambo yakiendelea kushika kasi, nimepenyezewa taarifa hapa kwamba bodi ya ligi wanaiomba msamaha Yanga kimya kimya. Nasikia kwamba kuna barua ambayo imetumwa kwenda kwenye klabu ya Young Africans, lakini barua ambayo imetumwa ni kuomba Young Africans watulie, wakae chini na bodi ya ligi, wazungumze mambo ya malizike, wasiende kasi. Na hii ni baada ya uongozi wa klabu ya Young Africans kuwa serious zaidi na swala la kwenda kasi. Na ukumbuke tayari walishaandika barua, na kwa mujibu wa taarifa pia ambazo nilizipata ni kwamba tayari barua walishaituma kwenda kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo duniani. Na baada ya kutuma ile barua, baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi na viongozi wa TFF wameiomba radhi Young Africans kimya kimya. Wameiandikia barua ambayo imeomba watoke huko kwenye mahakama ya michezo kasi, waondoe kesi huko, alafu warudi wakae chini wayazungumze. Na inaelezwa kwamba pia atashirikishwa waziri wa michezo nchini Tanzania. Ni taarifa ambazo sio rasmi bado, lakini nimepenyezewa na mmoja wa watu ambao wameiona hiyo barua na kuniambia kwamba tayari kila kitu kinawekwa sawa, kwamba bodi ya ligi wanataka wayamalize, wasiende kushtakiana, kwa sababu Young Africans ni klabu kubwa na ina mashabiki wengi. So kwa chochote ambacho kitaenda kutokea kinaweza kuleta aibu kwenye mpira wetu. Kwa ili kulinda aibu isiweze kuja kutokea, inabidi watu wawili wakae wajadiliane, kwa maana ya bodi ya ligi na Young Africans, kuhusiana na kile ambacho kilitokea mchezo uliopita. Ingawa msimamo wa bodi ya ligi bado ni kwamba mechi inatakiwa kupangwa tarehe upya na ichezo upya na sio kitu kingine chochote, lakini kuhusu kupeleka barua kule, wameiomba Young Africans iondoe hiyo kesi, wajadiliane ili waweze kuyamaliza. Na kwa mujibu wa kanuni ni kwamba klabu inavyoenda kuishtaki shirikisho au mchezaji anavyoenda kuishtaki klabu yake kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo duniani, moja ya vitu pia ambavyo huwa wanavitazama ni kutengeneza mahusiano zaidi. Kwa maana kama mtaomba kuondoa kesi, either mchezaji au klabu itaamua kuondoa kesi kwa mtu fulani au kwa huyo mtu ambaye wamemshtaki, maana yake wanaruhusiwa kuiondoa. Kwa hiyo kwa Young Africans kwa sasa wanaruhusiwa kuiondoa hiyo kesi kama watakubali, kwa sababu wao ndio walienda kushtaki. Maana yake kama wataamua kuiondoa kule, maana yake ni kwamba itaondolewa na maisha mengine yataendelea. Sasa kwa mtu ambaye ameniambia kwamba kwa sababu tayari Yanga walishapeleka barua ya kuishtaki bodi ya ligi, maana yake ni kwamba inabidi pia waandike barua ya kwenda kuondoa kesi kwenye mahakama ya michezo ili waweze kurejea na kumalizana na klabu ya Young Africans. Lakini unapoenda kuandika pia barua ya malalamiko yoyote, ni lazima kuna gharama uzilipe. Lakini pia unapoenda kuandika barua ya kuondoa kesi, kuna gharama pia lazima ulizilipe. Ni nani ambaye atalipa gharama za kwenda kufuta kesi? Maana Yanga wamewaambia bodi ya ligi kwamba wao ndio watu hizo fedha za kwenda kuandika barua ya kwenda kuondoa kesi, kwa mujibu wa taarifa ambazo nimezipata. Kumbuke hizi bado ni tetesi, kwamba sio taarifa rasmi, bado ni tetesi. Kwa hiyo tunasubiri kuona ni nini ambacho kitakuja kutokea, lakini kwa hivi sasa kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba tayari Young Africans wameshapokea ombi la bodi ya ligi la kuomba waondoe hiyo kesi huko, wakae chini wazungumze, wayamalize. Yaani kwa kifupi tunaweza tukasema kwamba bodi ya ligi imekaliwa kooni na Young Africans, kwa sababu tulitegemea labda Young Africans ndio ambao wataenda kuiomba bodi ya ligi kumaliza huu mgogoro, lakini kwa mazingira jinsi ambavyo wanaonekana, Young Africans ndio ambao sasa hivi inaonekana kuombwa radhi kwamba watoke huko walikoenda, warudi wajadiliane ili kila kitu kiweze kwenda sawa. So tusubiri tuone nini ambacho kitaenda kutokea, lakini mpaka hivi sasa ni kwamba Young Africans wana haki, kwa sababu mchezo uliahirishwa bila sababu za msingi. Na kwa kawaida mchezo ukiwa umeahirishwa bila sababu za msingi, maana yake una hoja, unaweza kwenda kulalamika na ukasikilizwa, na ndio kitu ambacho Yanga wamekifanya. Lakini pia kwenye malalamiko yao wana viambatanisho vya ushahidi, ambao ushahidi wao ni mchezo kuahirishwa muda ambao pia sio sahihi, kwa sababu kwa kawaida mchezo unatakiwa kuahirishwa kabla ya masaa 24 kabla ya mchezo. Lakini ukiangalia mechi ya Young Africans dhidi ya Simba imeahirishwa ndani ya masaa 24. Manake masaa machache kuelekea kwenye mchezo ndio mchezo umeahirishwa. So katika mazingira ya kawaida, hata kwa watu waahirishwaji wa mchezo uliahirishwa nje ya kanuni, manake ni kwamba wana haki na wana kila sababu ya wao kwenda kushinda hiyo kesi. Na tayari bodi ya ligi walishaona kwamba pengine Yanga atashinda kesi, na ndio maana wameamua kwenda kuiondoa kwenye mahakama ya michezo au kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo.
Ni nini ambacho kitatokea? Ambacho kitatokea kama Yanga atakubali kutoa ile kesi kule wakairejesha nyumbani, maana yake kuna uwezekano mkubwa wakakaa kwenye majadiliano kukubaliana mechi ichezwe tena, kitu ambacho kwa Young Africans naona ni moja ya vitu ambavyo hawavitaki, lakini possibility ni mechi kuchezwa tena kwa mara nyingine, kitu ambacho hata mimi naamini kwamba kinaweza kwenda kutokea, kwa sababu Yanga ni klabu ambayo inaongozwa na viongozi ambao pia wako viongozi wengine wa juu yao. Yaani kwa mfano leo waziri mkuu akisema mechi ichezwe itachezwa. Rais wa nchi akisema mechi ichezwe itachezwa. Kama mnakumbuka pia hata sakata la Faisal Salum, Yanga walikaza mwisho wa siku Rais Samia alisema sasa malizani na hiyo kijana, huyo ni mtoto, ajue mambo yake na nyinyi mjue mambo yenu. Mwisho wa siku sakata la Faisal ilimalizika, lakini pia yapo masakata mengi kama unakumbuka hata mwaka 2021 ilipotokea watu wakagomea pia mchezo, baadaye serikali kuja kuingilia kati, mechi ikachezwa. Kwa hiyo hata hila sasa hivi naamini kwamba Yanga watakaa chini na bodi ya ligi na watazungumza, lakini taarifa ambazo ninazo ambazo sio rasmi sana ni kwamba tayari bodi ya ligi wameiomba Young Africans iondoe hiyo kesi kwenye mahakama ya michezo, wakae wajadiliane. Kwa hiyo tusubiri tuone nini kitaenda kutokea. Mimi nitaendelea kuwapa update mbalimbali. Subscribe hapa, naendelea kufuatilia Gereza TV.